بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، tunaendelea na madarasa haya ya fiqh na tumefika katika maelezo ya maji, yani yale maji yanayotumika katika kujitwahirisha, hukumu yake. Kawaida maji yanayofaa kutwahirisha ni maji masafi. Ni maji ambayo mtu anaweza kutumia kutawadha au kuoga janaba. Lazima yale maji yawe safi kisheria. Sio yawe masafi kikawaida yetu, la, safi kisheria. Na masafi kisheria kidogo ni tofauti. Maana kisheria maji ambayo ni masafi ni maji yote ya mvua ikiteremka, maji ya mito, maji ya bahari. Haya maji yote kisheria yanaitwa ni maji masafi. Hata kama labda yamebadilika rangi, manake mara nyingine maji ya mto yanakuwa rangi labda hata rangi ya brown kwa ajili ya ule mchanga na nini. Haya maji ambayo rangi yake ni hii, kisheria haya maji ni maji masafi, hana shida yoyote. Mwenyezi Mungu asema katika Qur'ani, wanzalna minas samai ma'an tahura. Na katika hadithi pia Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akizungumzia maji ya kisima amesema ni maji masafi, maji ya bahari amesema ni maji masafi. Kwa kisheria haya maji yote ni masafi. Lakini maji yakiwa kidogo, wakati gani yananajisika, wakati gani yanachafuka kisheria? Maulama anatuambia, na imetoka na hadithi kuwa maji yakiguswa tu na najisi yoyote, maji yakiguswa tu na najisi yoyote, yani yakiingia ndani yao maji najisi yoyote, automatic yale maji yashafanya nini? Yashachafuka, yashanajisika. Asema Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idha balagha alma'u qullatayn lam yahmil alkhabath. Yani maji yakifika qullatayn takriban ni kama lita 191.25 takriban, yani na robo yani. Kwa hivyo lita 200, maji yakifika tuseme lita 200 au zaidi, lam yahmil alkhabath, hayabebi uchafu. Maana ya hii hadithi, ikiwa yakifika lita 200 hayabebi uchafu, maana yake yasipofika, yakiwa chini ya qullatayn, yakiwa chini ya ile migigeleni miwili mikubwa, maji yakiwa chini ya ile mageleni mawili makubwa, maana yake yanafanya nini? Yanashika najisi, yananajisika. Kwa hiyo ikiwa mtu ana maji zaidi ya lita 200 kisha yakaingia najisi, tumwambia yale maji bado hayajanajisika mpaka yafanye nini? Mpaka yachafuke, mpaka harufu yake badilike. Mtu tuseme ana tanki lenyewe la lita 1500 labda, kisha kaingia kama mnyama pale akafa, kama panya, azakumullah, akaingia panya akafa. Ni ipi hukumu yale maji? Tuambia, je, kuna harufu imetokea? Kama kuna harufu, basi yale maji yamenajisika. Kama hakuna harufu, yale maji hayajafanya nini? Hayajanajisika. Sawa. Lakini yale maji yakiwa ni kidogo, maji mfano ndoo moja tu lita 20, kisha kukaingia tone la damu, tone tu moja la damu, manake tone la damu ni najisi. Tone la damu lilipoingia pale, mtu akasema hayajanajisika bwana, manake hayajabadilika, yani hakuna harufu, hakuna rangi ilo change, wala hakuna utamu, yani taste haijabadilika. Mtu akwambia bana haijabadilika kwa namna yote, tukwambia moja kwa moja yale maji yamenajisika, kwa ajili haya ni maji kidogo, ni maji kidogo. Tamam. Na kama tulivyosema qullatayn takriban ni lita 191 na robo, yani 192 liters. Ile tayari nini? Ni qullatayn. Yale maji yakiwa pamoja, haya yanaitwa maji ni qullatayn, yani ni mingi. Sawa. Naam. Kisha masala ambayo yanafungamana na hii najisi ni kuwa kuna najisi ambazo kisheria najisi hizo zinasameheka. Najisi hizo zinasameheka, yani hata najisi hizo zikiingia kwenye maji tutakwambia haya maji hayaja najisika. Mfano ni wadudu wadogo, nzi, chungu, ama wadudu wadogo wote ambao damu yao haitiririki. Wadudu ambao damu yao haitiririki. Lau ukaona mdudu, manake asli ni kuwa mnyama yoyote isipokuwa mwanadamu na samaki na kama parare, ama kama parare, hao wanyama watatu peke yake ndo wakifa ni tahara.
yani wako tahir. Lakini wale wanyama wote wengine wakifa wao ni najisi. Wanyama wote wengine simba, ndovu, sijui ng'ombe ikiwa hajachinjwa, yani akifa tu mwenyewe, na wadudu wote, nzi, aitwaje, mbu, hao wote wakifa, wadudu hawa, chungu, hao wakifa, hao ni najisi. Sasa yule nzi akifa, akiingia kwenye ndoo ya maji, tungefaa kusema kwa yale maji yamefanya nini? Yamenajisika. Lakini tukwambia la, hawa ni katika wadudu ambao wamesameheka. Yani hata wakifa kisha wakaingia kwenye maji, ama ameingia kwenye maji bado yuko hai kisha akafa pale kwenye maji, huyu hanajisishi maji. Wadudu hawa hawanajisishi maji. Na tuseme dhabiti yake ni vipi? Yani wadudu aina gani? Tutajuaje ni mdudu huyu amesameheka na huyu hajasameheka? Maulama wanatuambia ni mdudu yoyote ambaye damu yake haitiririki. Damu yake haitiririki. Yani lau yule mdudu akikatwa hivi, damu inaweza kutoka lakini damu haitiririki. Kwa hivyo kama nzi, kama mbu damu yake haitiririki. Hata kama utaona mara nyingine mbu ukimuua na damu nyingi, huwa ni ile ambayo amekula saa ile, lakini damu yake asili haifanyi nini? Haitiririki. Kwa hivyo mbu, nzi, hawa ni wadudu ambao lau watakufa kwenye maji, na hususan utaona kwenye ndoo kuna vidudu vingi vimefanya nini? Vimekufa, vidudu tofauti. Basi hata mtu asiwe na wasiwasi, kwa sababu wadudu kama wale hawanajisishi maji, bali wamesameheka kisheria. Naam. Na uhakika ni kuwa hii maulama wameitoa katika hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ambao hadithi yenyewe ni yani hadithi yenyewe ni muujiza. Asema Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idha waqa'a dhubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu. Akituka nzi katika chombo cha mmoja wenu, yani mtu yanywa maji au yanywa chai, kisha nzi akaja pale juu, basi Bwana Mtume asemaje? Falyaghmishu, basi na afanye nini? Amtumbukize. Kwa sababu Bwana Mtume asema sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa sababu katika ubawa mmoja kuna tiba na katika ubawa mwingine kuna ugonjwa. Yani katika ubawa mmoja kuna ugonjwa na katika ubawa mwingine kuna tiba ya ule ugonjwa. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na tulikuwa tusikia baadhi ya mashehe wakisema kuwa miaka kama 80, 90, 100 iliyopita kulikuwa na watu hawa wanaoathirika na mambo ya kigharbi, yani mambo ya kiwest. Wale wazungu wanaathiri mpaka wanakuja kusema bwana, hadithi hii sijui haisihi, sijui hadithi hii itakuwaje, hadithi katika vitabu vya sahihi, hadithi katika sahihi Muslimini. Lakini watu kwa kutaka kuwafurahisha wasoko Waislamu wanasema hadithi hii haisihi, maana ati waona labda ile nzi kumtumbukiza ni kukirihisha. Lakini alhamdulillah zama hizi wamekuja, sijui hao kama ni ma scientist, wamekwenda wamefanya research zao wakaja wakapata kuwa kweli yule nzi kawaida ubawa mmoja kuna ile pathogen, yani ule ugonjwa, ile sumu, na upande mwingine ni dawa ya ile sumu ama ile bakteria ama kama ni pathogen, dawa yake. Sasa manake ikiwa ataingia pande zote mbili, basi wewe hutopata ugonjwa. Subhanallah. Yani mmoja wa mashekhe alikuwa akisema, yani sisi hadithi hizi tumezisikia, tumezipokea, tumeeleza, tumezisoma, tukaziamini, lakini ilikuwa hatujui yani kama kweli dhahiri yake. Si hatujui kama kweli, yani tunajua hadithi ni kweli, lakini hatujui inavyofanya kazi katika reality. Lakini hawa wamekuja, wasokuwa Waislamu wamekuja wakaresearch wakapata mambo haya. Subhanallah. Kisha utapata watu wasema, sasa baada ya kupatikana hivi tunaona hao waliokuwa wakisema kuwa hadithi labda haisihi wataanza kusema wana mtume wetu wana maneno, yani tumefika hali tuangoja wasokuwa Waislamu ati watu hakikishie kuwa maneno ya mtume ni kweli. La. Sisi kama Waislamu tunafaa kuwa inkana qala faqad sadaqa, kama alivyosema Saidina Abubakar, ikiwa amesema basi amesema kweli. Inkana qala, ikiwa amesema faqad sadaqa. Hiyo ndio yafaa kuwa itikadi ya Waislamu. Falmuhim, hadithi hii kwa hakika imefahamika vipi? Yani maulama wasema kawaida yule nzi ukimtumbukiza yule nzi atakufa. Sasa Bwana Mtume kutuamrisha kuwa mtumbukize, maana yake amekuamrisha muue. Na kama ingekuwa yuanajisisha yani maji yale ama yuanajisisha ile chai ama nini, Bwana Mtume asingetuamrisha tumtumbukize yule nzi. Sasa kwa sababu ametuamrisha, ni ishara kuwa yule nzi hafanye nini? Hanajisishi maji. Naam.
Kwa hivyo hivi ndo vitu vinavyosameheka, ama ndio hivi, haya ndo maelezo kidogo yanayofungamana na najisi. Tutamalizia kuna baadhi ya masala, hususan ni masala moja tu muhimu au mawili, tutamalizia katika mabhathi ya maji katika darasa zinazokuja. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah awwalan wa akhira.